Hapa ni New Amani visiwani Zanzibar, uwanja ambao Young Africans wanautumia kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye hii hatua ya makundi, Jumapili hapo Young Africans watakuwa hapa New Amani Complex Zanzibar kukipiga dhidi ya JS Kabylie kwenye mechi ya mwisho ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mechi ya kuamua hatma ya kwenda robo finali ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Niko hapa na afisa habari wa shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF Kabwanga. Tunataka tuzungumze naye kuelekea mechi hiyo, maandalizi kwa upande wao yanakwendaje na kwa namna moja ama nyingine wamejiandaje. Kwanza afisa habari, kwema? Kwema, sijui wewe? Salama mzima. Safi, karibuni Zanzibar. Asante. Mimi nakufahamu kwa jina la Kabwanga. Yaani kweli, kwa ujumla naitwa Mohamed Kabwanga, afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar kwa maana ya ZFF. Kama ulivyotambulisha kwamba siku ya Jumapili pana mchezo hapa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Young Africans dhidi ya Kabylie. Ni moja kati ya mchezo mkubwa sana na ni mchezo ambao ni wa maamuzi kwa upande wa Young Africans. Najua umuhimu wake na hata wao wenyewe Young Africans, mashabiki, wanachama wao wanafahamu ni kwa kiasi gani mchezo huu ni muhimu sana pia kwao, hususan kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri, maana si tu matokeo, wapate matokeo mazuri kwa maana ya magoli mengi ambayo yatawawezesha pengine kuwa katika nafasi fulani ya kwenda mbele, na ukizingatia na matokeo ya pengine Al Ahly na FAR Rabat. Kwa hiyo sisi kama shirikisho siku zote inapokuja michezo ya namna hii utayari wetu na kuwepo kwa 100%, na tunapoelekea katika mchezo huu tupo tayari kwa 100% kuwapa mashirikiano Young Africans. Tunafahamu kwamba ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, maana yake ni kwamba Young Africans wao ndio wenyeji, lakini kama unavyojua kwamba ukija hapa Zanzibar sisi ndio wenyeji pia shirikisho, maana katika issue ya operations tunahusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwenye upande huo tumejiandaa kwa 100% kuhakikisha kwamba nasi upande wetu kwa sehemu yetu pia tunashiriki kuisimamia hii mechi ifanyike salama, lakini si tu kufanyika salama na kumaliza, lakini kuhakikisha kwamba kile ambacho Young Africans walichokusudia kupata matokeo basi wapate matokeo mazuri, na wao wakisonga mbele furaha itakuwa hata na kwetu sisi, kwa sababu tutasema mafanikio ya Young Africans ya kwenda hatua ya robo finali waliyapata Zanzibar, na sisi kama shirikisho tulikuwa sehemu ya ushiriki wetu kwenye kusaidia mambo mawili matatu. Kwa hiyo katika hilo sisi tunawaombea dua na tutashiriki kwa 100% kuhakikisha kwamba Young Africans wanakwenda pia kupata matokeo. Sasa kwenye mechi kama hizi pia kunakuwa na maandalizi kuanzia ndani na nje ya uwanja. Vipi kwa upande wa pitch ikoje, na nje ya uwanja pia kuanzia kwenye kununua ununuzi wa ticket na vitu vingine? Ya, kama ambavyo umeona nje hapo tiketi tayari zinauzwa, na najua sio tu hapa nje maeneo ya uwanja wa Amani, kuna vituo kadhaa ambavyo Young Africans wao wenyewe wanavitangaza. Kwa hiyo naona mchakato wa ununuaji wa tiketi unaendelea, na hii ni ishara njema. Bado leo ni siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, maana tuna Jumamosi, tuna Jumapili yenyewe pia ile, lakini watu unaona wanahamasika mapema kununua tiketi. Kama unavyoona nje pale tayari watu wananunua tiketi, kadhalika na maeneo mengine. Lakini kwa sababu pia tiketi hizo unaweza kununua tu kwa mfumo, maana yake unaweza kukaa na simu yako nyumbani ukaingia tu kwenye mfumo ukanunua. Naamini wengi wanafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naamini siku ya Jumapili huu uwanja sijui itakuwaje, lakini kuna ishara njema kwamba pengine huu uwanja ukajaa na watu wakaja wengi, kwa sababu naamini kutoka Tanzania bara watakuja, na hiyo imekuwa ni kawaida yao. Hata mchezo uliopita pia wimbi kubwa la watu wengi wanavuka maji wanakuja hapa, kwa sababu kutoka Zanzibar, kutoka Dar es Salaam na Zanzibar sio mbali kwa sasa hivi, ni lisali 1.5 ushafika Zanzibar. Kwa hiyo kuna watu watakuja siku ile ile ya mchezo, na naamini watakuwa wamenunua tiketi huko wanapotoka pia. Kwa hiyo umeuliza pichi, na pichi kama unavyoiona kijani kimekolea kweli, iko vizuri, inasubiri tu mchezo. Matayarisho mengine yote yako sawa sawa. Sisi tunaamini mchezo huu utakuwa ni mzuri, na tunaamini kwamba kila ambacho kilichotakiwa kiwepo katika mchezo huu kitakwenda kwa 100%. Kikubwa tu kwamba mashabiki wa Young Africans na hata wengine, mimi nitoe rai pia, maana hata kama sio shabiki wa Young Africans sasa tunavaa ule Utanzania, kwa sababu leo hii Young Africans yakifudhu kuelekea hatua ya robo finali,
Maana yake ni kwamba sifa haiji tu kwa Young Africans peke yao. Tanzania itatajwa, Tanzania kwamba Young Africans kutoka Tanzania imefuzwa hatua ya robo finali. Maana yake ni kwamba hii ni ya kwetu sote, tuwaombee dua wapate matokeo, lakini vile vile manake wakipata matokeo hapa na kule kwa kutegemea kwengine kule nako dua zende kwa wingi mambo yende sawa sawa. Usharifahamu wengine wapi? Si Misri kule Al Ahly anacheza na FAR Rabat. Manake kule pia kama hesabu zinavyotakiwa ziende vile vile. Young Africans kwa ashinde, na kule kama wale Al Ahly wakishinda basi tutakuja mezani tuone hapo hesabu zinasemaje. Sawa sawa. Mnapokwenda kufunga pazia ili la hatua ya makundi, pengine mna kumbukumbu gani, mnazungumziaje kumbukumbu hasa kwenye hizi timu tatu ambazo zimekuwa zikishiriki hapa kwenye mashindano haya na zikiutumia uwanja wa New Amani? Nazungumzia Azam, nazungumzia Singida pamoja na Yanga yenyewe ambayo inamaliza kesho. Tumeandika historia kubwa sana kwa mara ya kwanza Zanzibar. New Amani Complex inakuwa nyumbani kwa timu tatu za Tanzania, kwa maana ya Singida Black Stars, Azam FC pamoja na Young Africans. Na bahati nzuri hizi timu zilizocheza hapa hazikuwa na matokeo mabaya hivyo. Kwa mfano Young Africans hapa hajapoteza hapa katika uwanja huu wa Amani mechi zake zote zilizocheza hapa. Subiri tuone ya Jumapili, lakini mechi zake hapa alishinda dhidi ya FAR Rabat, akapata sare na Al Ahly, na hata michezo ya nyuma ambayo anakuja kutumia kiwanja hiki huwa anapata matokeo mazuri. Maana yake ni kiwanja kizuri na rafiki pia kwao. Ukiangalia hata Azam mwenyewe, umeona Azam zile pointi 9 walizozipata zile, yani uwanja uwezi ukauweka pembeni. Maana yake ni kwamba walimfunga na Nairobi hapa, lakini wakamfunga na ule Maniema hapa. Manake ni kiwanja ambacho wao wenyewe pia watakikumbuka kwa sababu kina mchango wa hizo pointi ambazo wamezikusanya. Na nakumbuka hata hawa Singida na wao wana pointi 4 wale. Pointi 3, pointi 4 wamezipata hapa. Wamepata hapa. Kuna mechi walishinda hapa pia na walitoa sare pia. Manake ni kwamba kiwanja ambacho hakikuwa na matukio mabaya kwa timu hizi. Bahati mbaya tu ni kwamba mashindano haya na nyumbani na ugenini, utumie vizuri nyumbani, lakini ugenini pia kama ukipoteza manake hesabu ndo zinakuwa tofauti. Kwa hiyo tunajivunia kwa mara ya kwanza timu tatu zimetumia kiwanja hiki cha New Amani Complex, na bahati nzuri mambo yamekwenda vizuri, na yote haya yanakuja kwa sababu ya huu uwekezaji ambao umefanywa hapa na serikali ya awamu ya 8 chini ya Dr. Mwinyi, ndicho ambacho kimezaa matunda haya na matokeo haya. Kwa hiyo itoshi kusema tu kwamba pia shukran kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa haya ambayo wametufanyia sisi kama shirikisho. Tusingeweza kutembea vifua mbele kama si uwepo wa kiwanja hiki pia. Kwa hiyo lazima tushukuru pia serikali kwa hicho ambacho kilichofanya. Najua na kuna vingine vingi vizuri vinafuata. Kwa hiyo katika hilo tutaukumbuka huu mwaka kwa kuweza kuwa kwa kuhosti au kwa kuweza kuwa wenyeji wa hizo timu tatu ambazo zimeweza kucheza hapa. Lakini nikumbuke kuna timu moja pia ilicheza hapa kama nyumbani, wale Al Ahly wale wa Libya wa Sudani pia walicheza mechi moja hapa kama nyumbani. Al Hilal, yes, walicheza pia mechi moja kama nyumbani hapa. Kwa hiyo unaona kwamba si uwanja tu kwa timu za Tanzania, hata timu za nje pia imekuwa ni kimbilio lao pia hapa. Kwa hiyo tunajivunia katika hilo na tutakumbuka siku zote. Neno la mwisho kwa mashabiki? Tarajia tukusema toe rai kwamba mchezo wa Jumapili ni mchezo ambao ni wa maamuzi kama tulivyosema hapo awali kwa upande wa Young Africans. Sisi kama shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF, ambao ni sehemu ya operations kusaidia baadhi ya mambo katika mchezo huo, pia tutoe rai kwa mashabiki wapenzi wa mpira wa miguu na Watanzania kwa ujumla waje hapa kwa wingi tena mapema, kwa sababu hiki kiwanja tuna wasiwasi huenda sio kikajaa hiki, na kwa sheria uwanja ukijaa kwa idadi ambayo ile capacity ya uwanja wenyewe hatuwezi tukazidisha, maana yake tutafunga mageti
watakokuwa wamekosa tena wataangalia sehemu nyingine, lakini bahati nzuri hata wanauza tiketi wanajua idadi ya weki kiwanja, kwa hiyo sifikiri kama kutakuwa na hiyo hali ya kuzidisha. Kwa hiyo ni vyema ili mtu apate nafasi yake mapema kwa utulivu, aje mapema kabisa kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo huu ambao utakuwa ni muhimu kwa Young Africans na muhimu pia kwa taifa letu la Tanzania, endapo katika miongoni mwa timu zetu 4 ikitokea moja imekwenda robo finali, basi ni fahari yetu pia kama Watanzania ambao tuna matarajio ya kufanya vizuri katika mashindano mengi makubwa, kianzia haya ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini hata kombe la shirikisho barani Afrika na michuano mingine mikubwa tu ambayo itakuja hapa nchini Tanzania. Nashukuru sana. Nami nawashukuru pia. Ni afisa habari huyo wa shirikisho la soka visiwani Zanzibar, ZFF, namzungumzia Mohamed Kabwanga. Nimekumbuka sasa hivi. Amezungumza mengi kuhusiana na maandalizi ya mechi ya kesho kutwa hapo Jumapili, ambapo Young Africans atakuwa mwenyeji akimkaribisha JS Kabylie ya kule nchini Algeria. Nafunga hivyo. Naitwa Nevumba Abubakari, nyuma ya kamera alikuwa Nyembe.